Ukiona watu wanaongea, wanazungumza, wanalalamika ni nzuri kwako. Ukiona watu wamesema kwa kuwa hatuhitaji achukue sasa, si nzuri kwako na si salama kwa nchi. Kwa hiyo nawaomba tena kwa mara nyingine, mimi ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi na CCM sihami, taendelea kuwepo mpaka siku tutakapoona ndani ya Chama cha Mapinduzi haki imezuka kama jua la asubuhi, na hili jambo litafanyika wakati wa uhai wetu. Na yule mtu ambaye haamini hayo mambo yatatokea. Leo tumekuwa na watu wengi sana kwenye nchi za mbali, wengine wamefika hatua mpaka wana mobilize maandamano. Bana, kila siku kumekuwa na mitazamo tofauti, lakini kuna kila mmoja anazungumza kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kuna issue fulani ambayo unaweza ukaifikiria kwamba kwa sasa hivi Tanzania imekuwa wapi, lakini pia ni wapi hasa ambapo sisi kama taifa tumefikia. Kama utakuwa unakumbuka, kwa siku ya jana Padri Wolfgang alizungumza pia, akasema kwamba kuhusiana na maaskofu wa kanisa la RC yani Katoliki kujihusisha na masuala ya kisiasa hapa kwetu nchini. Swala lile unaweza kaona ni la kawaida, lakini limeibua hisia ambazo ni za tofauti kidogo kwa Watanzania ambao ni wengi. Je, kwamba Waroma hawaruhusiwi kujihusisha na masuala ya kisiasa hapa nchini au imekuwaje? Na hii kama ulikuwa fahamu, Roma ni miongoni mwa madhehebu ambayo yana nguvu zaidi, sio tu Tanzania lakini ni duniani. Yani wale ni watu ambao wakizungumza kitu, alafu kwa siku jana kuzungumza kwa rais wa Teki kutoa tamko kama lile kwamba hawaruhusiwi kujihusisha na masuala mazima ya siasa, kiukweli ni kitu ambacho kinaibua mtazamo ambao ni chanya hivi, especially kwa watawala ambao pia kwa sasa hivi ndo Tanzania wana nguvu kubwa zaidi, na wakiingia kwenye uchaguzi wakiwa vyama vingine pinzani ni dhaifu na vingine pia vikiwa havina wagombea wa urais, kwa mfano kama ACT Wazalendo, lakini kuna baadhi ya vyama vingine ambavyo tumewaona wakiwa wanaunga mkono vyama chama tawala kwa kuwapigia chapuo kwamba wanafaa. So issue hii imefika mbali zaidi ukija ukilinganisha pia na alichokizungumza Askofu Josephat Gwajima kuhusiana pia na watu kulalamika, watu kuzungumza mambo mbalimbali katika mitandao mbalimbali ya kijamii, lakini watu kusema kwamba basi acha afanye tuone itakuwaje. Issue hii imeibua hisia nyingi sana, na kama unakumbuka hata kwa ndugu zetu Nepal ni miongoni pia mwa issue ambazo zilianzia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii mpaka ikafika kwenye nchi. Yani kitu kinaanzia kwenye mitandao ya kijamii inakuja na athari mpaka nchi, na hili litokana pia na baadhi ya watu kufungia mitandao ya kijamii. Hapa kwetu nchini Tanzania tumeshuhudia mara kadhaa pia baadhi ya mitandao ya kijamii ikiwa inafungiwa isifanye kazi kwa muda kadhaa, na hiyo pia imekuwa ikiibua mitazamo. Na hii ukitaka ujue kiongozi anapendwa au apendwi, tazama tu kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii utakuwa unaona. Yani utaona kiongozi akizungumza unashangaa matusi ni mengi, lakini kama utakuwa unafuatilia vizuri kwa kipindi au miezi michache tu ambayo ilipita hapa nyuma, ulisikia kila kiongozi akiposti, especially kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na watu ambao wanaunga mkono CCM, ulikuwa unakutana na kauli au comment zile za no reform no election. Ikafika mahala mpaka Instagram wakaamua kufunga pia comment hizo, lakini hata kwenye mitandao mbalimbali pia mingine wakawa wanafunga comment. Kwa upande wako maoni yako ni yapi? Na maoni yako pale, lakini kubwa zaidi usisahau kusubscribe channel yetu ya BM Basha TV.